mimi. Okay. Lakini kitu ambacho mimi nitakuja tofauti kidogo na wachambuzi wengi pamoja na wadau mbalimbali wa soka ambao wanaitazama kundi hili kwamba ni kundi la kifo kwa upande wa Yanga. Mimi nakuwa tofauti, kwa maana ili kundi mimi silioni kuwa ni kundi la kifo, ila naliona ni kundi la challenge. Okay. Yanga wapo kwenye kundi ambalo lina challenge kubwa, lakini sio kundi la kifo kama vile watu wanavyosema. Lakini huenda likawa kundi la kifo kwa upande wa timu za kutoka Arabuni, kwa sababu wao kwa wao kuna kuuana, kwa sababu wao wanafahamiana vizuri, hali za hewa zinafanana, wachezaji pia wanaingiliana kutoka Morocco kwenda Misri kwenda Algeria, aina za vyakula, umeelewa vizuri lakini pia hata morphology zao pia hazipishani, umeelewa vizuri hapo. Kwa hiyo mechi zinakuwa ngumu sana kama watu wa kaskazini wao kwa wao wakija kukutana, kuliko watu wa kaskazini wakavuka mipaka wafike Afrika ya Kati, wavuke magharibi, wavuke waende hadi Afrika ya Mashariki. Unaona kabisa kwamba kuna distance kubwa sana hapa ambao wanakutana nayo, ambayo inawezekana kwa upande wa Tanzania wakawa na faida zaidi. Wao maadui wao wa kaskazini wanaweza wakaisaidia Yanga. Okay. Mahesabu yako hivi. FAR Rabat anatoka anakwenda kucheza na Al Ahly. FAR Rabat amefungwa. Al Ahly ana alama 3. Wakati huo Al Ahly anaenda kucheza na JS Kabylie, wametoa suruhu. Kwa tayari hapo unaona kwamba tayari kama mchezo wa kwanza ameshinda Al Ahly anapata alama 4. Kama JS Kabylie mchezo wa kwanza alikuwa amefungwa, amesare, tayari ana pointi 1. Kwa wao wenyewe watatu, Waarabu wenyewe watatu wanao uwezo wa kuweza kuumizana wao kwa wao. Wakati huo Yanga kitu ambacho anajivunia kikubwa ni kuwa timu ambayo haihofii kucheza inapokuwa ugenini. Bwana, jina langu mimi naitwa Nicholas John, ukiniita Cisco utakuwa umefanya vizuri kweli kweli. Karibu mwana michezo mwenzetu, njoo tuzungumze michezo. Niko na hapa Steven Mapunda, mwamba kweli kweli kwenye uchambuzi wa mpira wa miguu. Utakwenda kusikia mengi na mazuri yakitokea pale mitaa Twiga na Jangwani. Dawa imepatikana. Njoo tukuulize namna ambavyo Young Africans itapenya robo finali. Shughuli Kushney, wengi usema hivyo. Sasa lakini kabla hujazungumza chochote, pia wacha nikupatie taarifa njema kutokea pale Bati Quality. Ni kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae, na zile pia zenye matilo ya chenga chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati unapata pia misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Wananchake na muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutamana nayo kijana wako Mapunda. Steven, uko vizuri bro? Mimi niko vizuri. Uzima upo na hulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri, naendelea vizuri. Mungu ni mwema kila wakati. Wanasema kwamba siku zote ukweli huwa unachelewa. Uongo unapanda lifti, ukweli unapanda ngazi. Kabisa. Lakini utafika tu. Kabisa. Wala mambo ni mengi kweli kweli, muda ni mchache, lakini muda huo mchache ufanye sisi wana michezo tushindwe kupeana taarifa bora za michezo na burudani. Taarifa ni nyingi, lakini tutazame ni kwa namna gani Young Africans anaweza kupenya kama si kutoboa kundi B na kutinga robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Of course, ni kundi ambalo watu wengi wamekuwa wakilisemea kundi B kwamba ni kundi la kifo. Kwa maana ya kwamba wakitanabaisha watu ambao wanahusika kwenye kundi hilo ni Tanzania, Morocco pamoja na Misri akiwemo na Algeria. Kwa maana ya kwamba nchini Algeria yuko JS Kabylie, ukienda Morocco yuko FAR Rabat, ukienda Misri yuko mfalme wa soka la Afrika ambaye ni Al Ahly, na ukija Tanzania yuko mfalme wa soka la Tanzania ambaye ni Young African. Sawa. Kwa hiyo katika kundi hili kuwa na mabingwa katika nchi husika, lakini pia kuwa na watu ambao wana historia kubwa katika nchi zao, watu wanatafsiri kuwa ni kundi la kifo. Lakini pia kitu kingine ambacho wanatafsiri kwamba hii ni kundi la kifo kwa sababu Afrika Mashariki na Kati amejitokeza mmoja tu ambaye ni Young African. Waliobakia wote ni kutoka mataifa ya kaskazini. Sawa. Kila mmoja anakubaliana na mimi kwamba Afrika ya kaskazini ni nchi ambazo zimejitanabaisha na kujiwekea utawala wa soka la Afrika kwa muda mrefu sana. Hilo kila mmoja anaweza akakubaliana na mimi. Lakini kitu ambacho mimi nitakuja tofauti kidogo
na wachambuzi wengi pamoja na wadau mbalimbali wa soka ambao wanaitazama kundi hili kwamba ni kundi la kifo kwa upande wa Yanga, mimi nakuwa tofauti, kwa maana ili kundi mimi silioni kuwa ni kundi la kifo, ila naliona ni kundi la challenge. Yanga wapo kwenye kundi ambalo lina challenge kubwa, lakini sio kundi la kifo kama vile watu wanavyosema. Lakini huenda likawa kundi la kifo kwa upande wa timu za kutoka Arabuni, kwa sababu wao kwa wao kuna kuuana, kwa sababu wao wanafahamiana vizuri, hali za hewa zinafanana, wachezaji pia wanaingiliana kutoka Morocco kwenda Misri kwenda Algeria, aina za vyakula, umeelewa vizuri lakini pia hata morphology zao pia hazipishani, umeelewa vizuri hapo. Kwa hiyo mechi zinakuwa ngumu sana kama watu wa kaskazini wao kwa wao wakija kukutana, kuliko watu wa kaskazini wakavuka mipaka wafike Afrika ya Kati, wavuke magharibi, wavuke waende hadi Afrika ya Mashariki. Unaona kabisa kwamba kuna distance kubwa sana hapa ambao wanakutana nayo, ambayo inawezekana kwa upande wa Tanzania wakawa na faida zaidi. Unajua sisi Tanzania bwana Sisco, tuna katika hali ya hewa tuna faida kubwa sana. Kuna watu ambao wamezaliwa milimani Morogoro. Ndio sisi hao. Hali ya hewa ya milimani kule unaifahamu. Morogoro ukifika pale kuna eneo lina joto kama Dar. Morogoro hiyo ukifika kuna eneo lina baridi. Mtu ukimwambia kwamba niko Morogoro mtu hawezi kukuelewa. Lakini ukija Dar es Salaam hali yake ya kawaida inajulikana kwamba usawa wa bahari kwamba ni hali ya joto sana. Lakini ukivuka ukienda nyanda za juu kusini kuanzia Iringa, Njombe, Mbeya na kadhalika, ni maeneo ambayo yenye baridi sana. Kwa hiyo sisi tunajivunia kuwa taifa ambalo lina hali za hewa nyingi sana, ambayo tofauti na nchi zingine wanaweza wakapitia hizo nyakati. Ukienda Misri, hali ya hewa ambayo tunapitia sisi Tanzania, ukienda Misri kijiografia hawana atmosphere ya namna hiyo. Kwa hiyo inawezekana hata watu wetu sisi watakapoenda kucheza kule kaskazini, hali za baridi na nini, mtu atakumbukia tu kwamba hivi tulivyokuwa tukienda kucheza na Lipuli au tukienda kucheza pale Mbeya, hali ya hewa ya pale ipoje, hebu tuliact kama tuko Mbeya, mambo yanazidi kuwa mazuri zaidi kwa upande wao. Lakini hiyo ni katika upande wa hali ya hewa. Kwa upande wa Yanga sioni kwamba inawezekana ikawa changamoto kubwa sana kwa upande wao, kwa maana kwamba kuna wachezaji ambao sio wa Tanzania wote wanaounda kikosi cha Yanga. Kuna wengine wamecheza Afrika ya Magharibi, kuna wengine wamecheza kusini mwa Afrika. Umeona, kuna wengine wamezunguka wameenda hadi huko kaskazini. Kwa hiyo kuna mchanganyiko wa wachezaji ambao wanaweza kuwapa experience watu wengine. Kwa hiyo naiona Yanga ikiwa inaweza kupenya vizuri zaidi kwenye grupu hili, kwa maana ya kwamba wao maadui wao wa kaskazini wanaweza wakaisaidia Yanga. Mahesabu yako hivi. Farabat anatoka anakwenda kucheza na Al Ahly. Farabat amefungwa. Al Ahly ana alama 3. Wakati huo Al Ahly anaenda kucheza na JS Kabylie, wametoa suruhu. Kwa tayari hapo unaona kwamba tayari kama mchezo wa kwanza ameshinda Al Ahly anapata alama 4. Kama JS Kabylie mchezo wa kwanza alikuwa amefungwa amesare, tayari ana pointi 1. Kwa wao wenyewe watatu, Waarabu wenyewe watatu wanao uwezo wa kuweza kuumizana wao kwa wao. Wakati huo Yanga kitu ambacho anajivunia kikubwa ni kuwa timu ambayo haihofii kucheza inapokuwa ugenini kabisa. Yani kupata matokeo ugenini ni jambo la kawaida sana kwa upande wa Young African. Kwa hiyo kwa rekodi kama hizo inawezekana ikawa inamfavor Yanga kuliko timu za Uarabuni. Lakini pia kitu kingine tukija kurejea kwenye ratiba ambayo imepangwa ya kundi B, tunamuona Yanga anaanzia nyumbani akiwa anacheza na Farabat kutokea pale nchini Morocco. Lakini baada ya hapo atasafiri kwenda nchini Algeria, lakini kizuri zaidi mechi ya mwisho anakuja kumaliza na Algeria akiwa hapa nyumbani. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa ratiba hizi ambazo zimepangwa kwa Yanga misimu mitatu kabla msimu huu ni misimu ambayo inafanania Yanga vile ambavyo ameweza kupangwa. Msimu uliomalizika ambaye anaishia hatua ya makundi alianzia hapa nyumbani, alafu akaja akamalizia hapa nyumbani. Alianzia hapa nyumbani na watu kutokea kule Sudan Kusini, Al Hilal au Ndumani. Alianza naye hapa alipoteza. Lakini alikuja kumaliza mechi ya kuamua kwenda makundi na timu kutoka Algeria. Na safari hii pia ataanza na timu kutoka nchini Morocco, lakini atakuja kumaliza na timu kutoka nchini Algeria. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwa wale video analyst wa Yanga pamoja na wale ambao
wasoma alama za nyakati kwa mpinzani. Katika safari hii ya miaka mitatu ambayo Yanga wameweza kuipitia, inawezekana pia ikawa silaha nzuri sana ya kuweza kuwasoma wapinzani pale watakapokuja kucheza uwanja wa Amani Complex. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo tunaendelea kukupatia zile small details kuitazama Young Africans ambayo ina nafasi kubwa kweli kweli ya kutinga robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi B, kundi baba, kundi zito kweli kweli. Mapunda Steven hapa amezungumza mengi na mazuri. Jina langu naitwa Cisco. Tusubiri kuona je mambo yatakuwaje. Mapunda, sasa nini Young Africans wafanye ili kuhakikisha kwamba tiketi hii muhimu inapatikana tena kwa wakati na si kupatikana tu? Jambo la kwanza ambalo anatakiwa kufanya, makosa aliyofanya msimu uliomalizika safari hii asijirudie. Okay. Jambo la kwanza ni kutumia nafasi vizuri, hususan katika mechi za nyumbani. Ukiangalia msimu uliomalizika walianza mechi ya nyumbani walipoteza kwa goli 2. Lakini pia walikuja kumaliza nyumbani wakatoa suluhu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba matumizi ya uwanja nyumbani kama yangekuwa yanatumika effectively, wangeweza kupata nafasi. Kwa hiyo hii nafasi wasitumie vibaya. Matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani. Lakini pia safu ya ushambuliaji pia inatakiwa iweze kujitathmini vizuri katika kuzitumia nafasi. Michuano mikubwa mara nyingi sana sio michuano ambayo unategemea mshambuliaji anaweza akapata nafasi nyingi sana ili aweze kucreate goli. Ni michuano ambayo mshambuliaji anategemea kupata nafasi chache na katika nafasi hizo chache aweze kuonyesha matokeo. Sio upate nafasi 5 uweze kufunga goli 1. Pata nafasi 2, create goli 1. Hiyo inaweza ikaisaidia zaidi Young African. Kama wakiweza kufanya hivyo, mimi naamini kuvuka kwenda hatua nyingine ni jambo ambalo liko wazi na Yanga wana nafasi ya kuanza hatua ya robo finali. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Young Africans wanakuwa na nafasi kubwa kweli kweli ya kutinga robo finali ligi ya mabingwa Afrika. Jina langu naitwa Cisco, but quality ni watu wa maana kweli kweli. Hawa wanaendelea kutupa nguvu ya kuhakikisha kwamba tunapeana taarifa bora za michezo na burudani. Nyuma ya kamera yuko Michael Rais. Hatuna la ziada, tukutane tena muda na wakati mwingine. Kwaheri.